Leo tumepata nafasi ya kutembelea na kujionea namna ambavyo eneo hili lipo tayari kwa ajili ya kuwapokea wawekezaji katika sekta mbalimbali. Kwenye sekta ya madini tumejipanga kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa ni kati ya eneo ambalo litakwenda kuchochea kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha utoaji wa huduma na bidhaa za migodini kusini mwa jangwa la Sahara, tukiamini kabisa tunao uwezo wa kuzalisha bidhaa na kutoa huduma kutokea eneo hili kwenda kuhudumia na nchi ambazo zinatuzunguka na zile ambazo ziko mbali. Mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba viwanda vingi zaidi vinajengwa eneo hili, na mpaka hivi sasa tuna takriban ya viwanda 15 ambavyo wahusika wake wamekwisha kutoa confirmation ya kwamba wako tayari kufanya investment katika eneo hili, ambao hii pia peke yake itakwenda kuchochea sana ukuaji wa sekta ya madini, lakini pia itasaidia sana katika kuongeza nafasi za ajira katika eneo letu la Kahama, mkoa wa Shinyanga na Tanzania kwa ujumla. Hapa itakumbukwa ilikuwepo mgodi wa Buzwagi ambao ulikuwa unamilikiwa na kampuni ya Barrick, ambao ulikuwa umeajiri ajira za moja kwa moja na ambazo hazikuwa za moja kwa moja takriban ajira 5,000. Lakini kwa viwanda vyote kwa ujumla ambao mpaka hivi sasa vimeonyesha nia ya uwekezaji hapa ni zaidi ya viwanda 30. Hivyo ni matarajio yetu ya kwamba nafasi nyingi za ajira zitatengenezwa kupitia kongani hii ya viwanda, lakini pia itasaidia sana kwenye kukuza uchumi wa wilaya Kahama ambao kwa kiwango kikubwa sana kwa miaka mingi iliyopita imetegemea sekta ya madini, na mgodi huu uliofungwa hapa ulikuwa na mchango mkubwa sana kwenye kukuza uchumi wa wilaya yetu ya Kahama. Hivyo tunategemea ya kwamba wale wote ambao watapata fursa kuja kufanya uwekezaji hapa watafanya uwekezaji huo kwa mujibu wa taratibu ambao zimeainishwa, na tutarajii kuona watu wanakuja kuchukua maeneo hapa wanayakalia hawafanyii kazi. Yote ambaye yuko tayari kuja kufanya uwekezaji hapa si mgeni tu kutoka nje ya nchi. Natoa rai kwa Watanzania waje wafike eneo hili, waone eneo hili ambalo lilivyo tayari kwa ajili ya kupokea uwekezaji. Na katika kongani za viwanda zaidi ya 30 zilizoko hapa nchini, ukiondoa ile ya Mabibu pale Dar es Salaam, hakuna kongani iliyo tayari kama ya Kahama katika miundombinu. Kuna barabara za kutosha, kuna umeme tayari umefika hapa mkubwa, lakini faida ya ziada kuna mpaka na uwanja wa ndege katika eneo hili. Nitoe rai kwa Watanzania kuitumia fursa hii vyema. Sisi kama Wizara ya Madini naendelea kutoa msisitizo kwa wadau mbalimbali kuhakikisha wanatumia eneo hili kama eneo la kwanza kwenye kukuza sekta yetu ya madini, kutoa huduma na bidhaa za migodini. Na nimetamka pale awali ya kwamba hivi sasa kupitia sheria yetu ya madini na kanuni zake tumetoa tangazo ya kutokuruhusu baadhi ya shughuli kufanywa na wageni, hasa katika utoaji wa bidhaa na usambazaji wa huduma katika migodi yetu. Kwa ni fursa kubwa na fursa ya kipekee wa Tanzania kuunganisha nguvu, wale wenye nguvu mmoja mmoja kuja kuchangamkia eneo hili la Kahama hapa. Asante sana. Tumejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba kongani hii inaenda kufanikiwa na inakuwa ya mfano. Tunatambua wazi process nzima hii ya ufungaji mgodi, japokuwa sio mgodi wa kwanza kufungwa, lakini tekniki ambayo imetumika kwenye kufunga mgodi huu kwa kushirikiana na wenzetu wa Barrick, Wizara ya Madini, lakini na serikali kwa ujumla, mkoa wa Shinyanga ni ya mfano. Kwa hiyo tuko mstari wa mbele kuweka mazingira wezeshi, kuhakikisha kwamba miundombinu pia inaendelea kuimarishwa, lakini wakati huo pia kuendelea kuhamasisha wananchi kwa kuwapa taarifa ya mema ambayo yanaendelea kwenye kongani yetu, lakini na fursa ambazo zinapatikana. Kikubwa zaidi ni kwamba tumeendelea kuimarisha na kutoa taarifa, lakini tumeendelea kushirikiana kwa ukaribu kuhakikisha kwamba Wanashinyanga na Wanakahama kwa ujumla wananufaika sana na uwekezaji huu ambao uko hapa. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya
plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock 2019, tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.